Habari kwa kina. Mtazamaji wa Nje ya Box TV, hii ni habari kwa kina, na moja kwa moja tunaelekea Kongo ambapo mzozo wa DRC unavutia majaribuni mahusiano ya kidiplomasia huko China. Twende tukaujue nini kimejili huko China pamoja na DRC Kongo. Takuwa na mimi Christina Mbauko. Juhudi za China za kujenga maslahi makubwa kibiashara barani Afrika zimeambatana na sera makini ya kudumisha hali ya kutokuegemea upande wowote, lakini mzozo wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha mabadiliko na uelekeo. Rwanda imekuwa ikiulaani vikali kwa kuchochea mapigano katika eneo hilo lenye utajiri wa madini Beijing, ambayo ni uhusiano wa karibu na DRC Kongo, na Rwanda katika wiki za hivi karibuni imejiunga na ukosoaji huo, lakini inajaribu kudumisha mahusiano mazuri ya kidiplomasia na nchi zote mbili, wakati pia ikiendelea kufanya biashara zake za kununua madini muhimu. Kwa miongo kadhaa, China imekuwa makini kutoshiriki katika mizozo barani Afrika ili kuepusha kusababisha matatizo ambayo yanaweza kuingilia maslahi yake makubwa ya kibiashara. Hadi sasa imejiepusha na kukosoa serikali ya Afrika kwa kuunga mkono washirika katika mzozo. Kwa mfano, China haijazungumza kuhusu msururu wa mapinduzi tangu mwaka 2020 katika eneo la Sahel la Afrika Magharibi, isipokuwa kutaka viongozi kuzingatia maslahi ya wananchi. Beijing kwa muda mrefu imekuwa ikifuata sera ya kutoingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine, anasema Profesa Zhong Yuyun ambaye ni mtaalamu wa maendeleo ya usalama wa Afrika katika taasisi ya mafunzo ya kimataifa ya Shanghai. Kwa hivyo inaepuka kupendekeza suluhu ya mizozo, mbali na kutoa wito wa juhudi za kidiplomasia au kisiasa na mashirika ya kimataifa kama vile UN au Umoja wa Afrika. Machafuko yaliyohusishwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa DRC Kongo yaliibuka tena mwaka 2021. Wapiganaji hao wanaongozwa na Watusi wa kabila ambao wanasema walichukua silaha kulinda haki za kundi la walio wachache, na kwa sababu mamlaka ya Kongo ilikataa makubaliano ya awali ya amani. Katika maoni yake mapema kuhusu haya, China ilijiwekea kikomo kwa kukosoa wanajeshi wa kigeni ambayo hayakutajwa kwa kutoa msaada kwa wapiganaji wa M23. Lakini katika wiki chache zilizopita imeachana na mazoezi yake ya kawaida na kuitaja Rwanda kwa jina. Hii inafuatia mafanikio makubwa ya M23 ambayo tangu Januari imeteka miji muhimu ya Goma na Bukavu. China inasisitiza matumaini yake kwamba Rwanda itasimamisha msaada wake wa kijeshi kwa M23 na kuondoa mara moja vikosi vyake vyote vya kijeshi katika eneo la DRC, balozi wa China Umoja wa Mataifa alisema mwezi huu. Profesa Zhong amebainisha kuwa ingawa ni muhimu, maneno kwa ujumla bado hayatoshi. China ilitumai kuwa Rwanda ingesimamisha uungwaji mkono wake, lakini haikulaani, alisema. Hata hivyo, muda mfupi baadaye China iliunga mkono azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo linatoa wito wa wanajeshi na wa ulinzi wa Rwanda kusitisha msaada wa M23 na kuondoka mara moja katika eneo lenye ardhi ya DRC bila masharti. Kulingana na Profesa Zhong, kauli ya China huenda zilizochochewa na ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa ambazo zimetoa ushahidi wa kutosha wa Rwanda kuunga mkono wa kundi la M23. Haya ni makubaliano ya kimsingi katika Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Tatizo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu wa kutosha. Kila mtu anajua katika mioyo yake hali ilivyo kimsingi. Hakuna haja ya kunyamaza kimya tena. Si ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa wala ubalozi wake mjini London uliojibiwa kwa nini China ilikosoa Rwanda. Lakini umuhimu mkubwa wa China kwa utajiri wa madini maarufu wa DRC Kongo unaweza kuwa sababu. Mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamekithiri katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, maeneo yenye migodi mingi ya dhahabu inayomilikiwa na Wachina. Jinsi migodi hii ilivyoathiriwa na mapigano hadi sasa haijulikani,
M23 pia imekamata eneo lenye migodi ya madini ya coltan ambayo China inaagiza kwa wingi kutoka nje. Tantaluma ya chuma inayotumika katika magari na vifaa vya elektroniki vya kila siku kutoka kwenye runinga hadi simu za mkononi hutolewa kutoka kwenye madini haya, na DRC Congo ndio chanzo cha 40% ya usambazaji duniani. Kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa lilisema mnamo Disemba 2024 kwamba M23 walisafirisha coltan kwenda Rwanda kutoka DRC Congo. Pia ilibainishwa kuwa mauzo ya coltan nchini Rwanda yalipanda kwa 50% kati ya 2022 na 2023. Ingawa Rwanda ina migodi yake ya coltan, wachambuzi wanasema wanaweza kuchangia ongezeko hilo kubwa la uzalishaji. Madini mengine ambayo China inaagiza kutoka DRC Congo ni cobalt ambayo ni muhimu kwa sekta ya betri lithium. Makumi ya makampuni ya China ambayo mengi ni serikali pia yanajenga barabara, mawasiliano ya simu na vituo vya kuzalisha umeme kwa maji nchini DRC Congo, lakini inaonekana kwamba athari ya shughuli hizi hadi sasa imekuwa ndogo. Wakati wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakisema kuwa jeshi la Rwanda limewapa silaha M23, haijafahamika iwapo kundi hilo la waasi linatumia silaha zote za China. Wanajeshi wa DRC wamenunua meli za kivita za China na ndege zisizo na rubani. Pia wanamiliki mizinga wa China ambayo ilinunuliwa mnamo mwaka 1976 lakini bado ilikuwa inatumika hivi karibuni kama 2022. Ubalozi wa Rwanda mjini Beijing umesema uhusiano wa China umesalia kuwa bora na wenye tija, na Rwanda haikutoa maoni yake kuhusu kauli ya China kuhusu mapigano mashariki mwa DRC Congo. Shughuli za kiuchumi za China katika nchi hizo mbili zinakwenda kwa kina sana. Zote ni sehemu ya mpango wa China wa ukanda wa barabara ulioundwa ili kuunganisha nchi ya China karibu na ulimwengu kupitia uwekezaji wa miradi ya miundombinu. Nchini Rwanda, China imefadhili viwanja vya michezo, shule na barabara kuu. Mikopo ya China pia imefadhili miradi ya miundombinu. Mkopo wa kufadhili bwawa la mfumo wa umwagiliaji wenye thamani kubwa uliothibitishwa Januari. Kwa miaka mingi, bidhaa nyingi zinazoingizwa nchini Rwanda zimetoka China. Linapokuja suala la uhusiano wa kiuchumi wa China na DRC Congo, hifadhi hata ya Umoja wa Mataifa ya Commonwealth inaonyesha kwamba kwa miaka China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa DRC Congo. China imefadhili na kujenga miradi mingine mikubwa ya miundombinu nchini DRC Congo, ikijumuisha mitambo ya kuzalisha umeme kwa maji na bandari kavu. Uwekezaji huu unaweza kusema ni kwa manufaa ya muda mrefu ya China kupata suluhu ya mzozo huo haraka. Hii ilikuwa ni habari kwa kina kutoka hapa Nje Box TV. Langu jina ni Christina Mbalo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata notification. Habari kwa kina.